قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. Watu hawakusanyiki katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo yao ni kufunzana na kufundishana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yatadarasunahu bainahum, wanafundishana wao kwa wao, wanajifunza na wakisoma. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa watu kama wale ambao wamekuwa katika sehemu kama hii, wamekaa kwa ajili ya kupata, kwa ajili ya kukumbushana, kwa ajili ya kusoma. Illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa sehemu kama hiyo huwa kuna utulivu, inakuwa ni yenye kuteremka. Na haitoshelezi tu hiyo peke yake fadhila, bali anasema Mtume alayhi salatu wassalam, wa ghashiyatuhum rahma wa hafathum almalaika, malaika wanakuwa ni wenye kuwazunguka, na sehemu kama ile inakuwa ni yenye kuteremka rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tukiona tunakaa sehemu kama hii na tunajaribu kukumbushana na kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa dakika chache ambazo kwamba tutakuwa tumejitolea, tuwe tunatarajia hii rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala itupate. Malaika hao ambao wanazunguka kutafuta khairakul ilm wawe ni wenye kutupata katika sehemu kama hii. Tutarajie katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika Mtume alayhi salatu wassalam anatuhimiza katika talabul ilm, akieleza ya kuwa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Mtu akikuwa ni mwenye kutafuta elimu, akishika njia ya kutafuta elimu, Allah subhanahu wa ta'ala Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia huyu mtu yuko katika njia ya kuingia katika njia ya janna. Salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, yani sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Allah anamrahisishia huyu mtu ambaye ameshika njia ya kutafuta elimu awe ni mwenye kufika biidhnillah subhanahu wa ta'ala katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika hapo. Kisha jambo la pili, baada ya kujua fadhlul ilmi ni nyingi, kama vile katika ayati kathira, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Na anasema jalla fi ulah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wa yaqulu jalla fi ulah, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama. Hizi ayati zote ni za kuonyesha fadhlul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, ya kuwa Allah mwenyewe ameshuhudia ya kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja, ila Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha akasema, akaleta shahadatul malaika, kisha thalatha bi shahadati ahli ilm, akataja ya kuwa wenye kushuhudia haya pia kadhalika ni ahli ilm. Na Allah akataja yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, alipoeleza ya kuwa Allah anawainua daraja. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah anawainua daraja wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumbuka ya kuwa katika wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni ulul ilmi, hao wenye elimu wamemwamini pia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala khassahum bidhikri. Allah amewafanya khas hao watu wa ahlul ilm, akabaada ya kuwa alipotaja ahlul imani kwa ujumla, kisha akataja wale watu ambao kwamba ni tulabul ilm ama ulama, wakatajwa baada dhalik. Akasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kwa hivyo haya yote hayapatikani, ayu alifuatul kiram, hayapatikani kwa matamanio. Tukitamani tu ya kuwa tupate hii fadhlul ilm,
na tufike katika daraja ya ahlul ilm. Kabla dhalika, hata kufika kabla ya katika daraja ya ahlul ilm, tasrih ya kuwa sisi tuweze kufanya tasrih ya a'mal, tasrihul ibadat, namna tunavyoswali, tunaswali kama alivyoswali Mtume alayhi salatu wassalam, alivyosema sallu kama raaitumuni usalli, na huwezi swali kama alivyoswali Mtume alayhi salatu wassalam bila kujifunza. Kwa hivyo lazima tujifunze, na ikawa kitu cha kwanza kabisa Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume wake alayhi salatu wassalam ilikuwa ni iqra, na akamwambia mtume wake alayhi salatu wassalam fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua ya kuwa fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Na ahlul ilm istanbatu min hadhihi al-aya ya kuwa anna al-ilma qabla al-qawli wal-'amal, elimu inakuja kabla ya maneno, kabla ya vitendo, yani kabla ya kufanya chochote katika a'mal, kwanza kabisa uwe na elimu na yale ambayo kwamba unayafanya. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Kwa hivyo, na hakuna kitu nyingine ambaye Mtume alayhi salatu wassalam ameambiwa ya kuwa aombe ziada isipokuwa ilmu, wa qul rabbi zidni ilma. Kwa hivyo, na Allah atuambia wama utitu min al-ilmi illa qalila. Kwa hivyo kile kitu ambacho tunajua ni kitu kidogo, ni mengi sana yale ambayo kwamba hatujui. Kwa hivyo tujipatie wakati hata kama ni kidogo, ili tuweze kujua dini yetu na tuweze kufaidika na umri wetu, kwa sababu wakati mwingi tunashughulika na umuri dunia, mara nyingi tuko busy. Na ahlul ilm wametaja baadhi asbab ya kuwa kwa nini wanafunzi, kwa nini watu wengi la yatlubuna al-ilm, muawiqat talab al-ilm, mambo ambayo kwamba yanasababisha watu wasiwe ni wenye kutafuta elimu. Baadhi ya vitu ambazo zimetajwa ni kuwa dha'ful himma, na aksa dhalika ni ulul himma, yani mtu kukua himma yake na ile hamu ambayo kwamba kunayo ya elimu si ile ambayo kiwango ambayo kwamba inatakikana, si hana bidii na kutafuta elimu. Anaona elimu, saa zingine watu wengi wanaona mambo ya dini ni mambo ya kawaida, mambo ya swala ni mambo ya kawaida, hawachukulii kuwa hii ni ibada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada kama hii inatakikana mtu Muislamu awe ni mwenye kujifunza na awe ni mwenye kuswali kama alivyoswali Mtume alayhi salatu wassalam. Watu wakaichukulia ibada ni kama adat. Kwa hivyo hata akiona watu wanasoma, anaona ya kuwa hii ni kitu ya kawaida, na anaona kuwa labda yeye anajua na mengine kama hayo. Kwa hivyo lazima Muislamu au talibul ilmi awe na ulul himma, ayakuna ali ya himma, awe na himma ambayo kwamba ni ya juu kabisa, ili na awe na bidii ya kutafuta elimu. Na kadima ni uqal yani zamani kana yakulu ahlul ilm al-ilmu yu'ta wala ya'ti, lakini al'an imekuwa bil'aks, yani watu wanasema al-ilmu yu'ta, yani watu wanatafuta wenyewe elimu penye ahlul-ilmi wako. Lakini saa hii imefika wakati ambao kwamba elimu inatukujia na sisi tunaitoroka. Elimu iko kila mahali, uko na simu yako, unaweza sikiza durusu, uko wapi unaweza sikiza, unaweza soma, lakini saa hii hatutafuti elimu illa marhabahu rahman. Kwa hivyo hii dha'fu al-himma ni mushkil, lazima tuwe na ulul himma na tujue man talaba al-maali sahira al-layali, yani mtu akitaka mambo ya juu lazima awe ni mwenye kujitahidi. Kama hujitahidi, kama hauna bidii ya kutafuta hii elimu, kama hauna shughuli nayo, hauwezi ipata. Falidhalika wanasema baadhi salaf ya kuwa anna al-ilma la yunalu bi rahati al-jasad au al-jism, yani al-ilm la yunalu bi rahati al-jism, yani lazima mtu ataabike kutafuta elimu. Lakini sisi hatutaabiki hata dakika kidogo tu ya kujifunza, dakika kidogo ya kujifunza hadithi moja, hadithi mbili,
watu wengi hatuna time. Na baadhi ahli ilmu wametaja ya kuwa masala ya watu kujipatia shughuli na kusema ya kuwa ana mashughuli, mimi niko busy, mimi niko kadha, wanasema hii ni katika muawiqati talabil ilm. Hii ni katika moja ambayo kwamba inasababisha watu wengi wakose kutafuta elimu. Kwa nini? Akiambiwa kuna darasa kadha, ukiambiwa kuna kadha, Allah anasema mimi niko busy, mimi niko na kadha, na huenda ukampata hakuna kitu ya maana anaenda kufanya. Labda uende upate tu amekaa sehemu, amesimama sehemu, anapiga story, anakunywa chai, na hiyo labda hata baada ya darasa unaweza kufanya. Kwa hivyo kitu ambacho kwamba saizi imekuwa ni mushkil kabir ni kuwa ni watu wengi hatutafuti elimu, wala pia hatuna ile raghba ya kutafuta elimu imekuwa ya chini sana, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu katika hili jambo. Kwa hivyo lazima tuweze kujitahidi katika talabul ilm na tujue ya kuwa elimu si kitu rahisi. Ulama walikuwa wanafanya rihla, kanu yusafirun min ajli hadithi wahid, walikuwa wanasafiri kutafuta hadithi moja peke yake, masafa baida jiddan. Na hata si kutafuta tu, hata si achukua hajui hiyo, saa zingine ni kutafuta tu ulumu al-isnad peke yake, anajua hiyo hukumu, lakini anataka aipate kwa njia ambayo kwamba ni karibu na Mtume alayhi salatu wasalam zaidi. Kama Jabir imepokewa, imeelezwa na baadhi ahli ilmu ya kuwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu alisafiri kwa sababu ya kutafuta hadithi moja peke yake. Na Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu alienda kwa Abdullah ibn Unais ambaye alikuwa ni Basra, almuhimu alikuwa fi Iraq. Akasafiri kwa ajili ya hiyo hadithi, kutafuta hiyo hadithi moja, na alikuwa anajua bali kabla ya kujua, kabla ya kupata hiyo hadithi, si ati yeye hajui hiyo hadithi, anajua, lakini alikuwa anataka aipate kwa mtu direct, alisikia kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, na yeye hajasikia kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo akasema, akanunua ngamia. Ni kama sasa hivi usikie kuna ilmu sehemu fulani, ununue gari kwa ajili ya kwenda sehemu kama hiyo, au ukate tiketi kwa ajili ya kwenda kutafuta hiyo elimu. Akaenda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu akanunua ngamia, kisha fashadda rahilahu, akafunga safari mpaka akamwendea Abdullah ibn Unais. Alipofika kwa Abdullah ibn Unais, akagonga mlango, akakuta kuna mtu ako kwenye mlango. Akamwambia ya kuwa nataka Abdullah ibn Unais. Basi akasema ya kuwa akaenda akamwambia, akamwambia muulize nani kwa mlango, akasema ni Jabir. Akamuuliza ni Jabir ibn Abdullah, akarudi akamwambia hal anta Jabir ibn Abdullah, akasema naam. Kisha alipomwambia hivyo, akaenda akamwambia ni Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Unais mwenyewe akatoka. Kadhalika huwa min as-sahaba, akatoka afaanaqahu wastaqbalahu istiqbalan hasana, akampokea vizuri, kisha akamkaribisha, akamuuliza nini nimekuleta. Akamwambia nimefunga safari hii yote kukujia kwa ajili ya hadithi moja pekee yake. Na hiyo hadithi akamwambia kitu ambayo ajabu, alimwambia ya kuwa khiftu an amuta au tamuta. Yani kwa nini unajua watu wengi wanakuja Maka na Madina wakati wa haji na umra, kwa nini asimngojee hiyo wakati? Lakini alisema niliogopa wewe kufe ama mimi nikufe na hii hadithi nikose kuipata. Kwa hivyo hizi na kuna watu wengi sana ulama, mambo mengi ambayo kwamba inazungumziwa kuhusu talabul ilm. Wale watu ambao kwamba wamesoma kitabu moja zaidi ya mara moja ni wengi sana. Yani na al-Imam al-Muzani rahimahullah ni katika mentulab al-Imam Shafi'i rahimahullah. Al-Imam al-Muzani anasema amesoma kitabu ya Imam Shafi'i ambaye ni risala zaidi ya 500 mara, zaidi ya mara 500. Kitabu moja hiyo pekee yake zaidi ya mara 500. Yani tasawwar, watu wengine wanasoma, kuna watu ambao wanasema wamesoma kitabu al-Bukhari, Sahih al-Bukhari zaidi ya mara 700.
Sisi hata kitabu moja dogo hivi tunafikiria tutaisoma saa ngapi? Ukiona hii kitabu uone ni peji 200 unaanza kufikiria utamaliza lini. Kwa hivyo hii yote ni dhaifu himma, na tungekuwa na ulumul himma tungeona hii kitu yote ni kitu inawezekana. Falidhalika unasikia mathalan katika ulama watu walikuwa wanasoma Qur'an kwa siku, labda mtu anasoma Qur'an kwa siku mara 2. Wewe unasema hapana, hiyo haiwezekani. Lakini wewe mwenyewe sasa ukianza kusoma Qur'an na uwe na bidii na kusoma Qur'an, utapata unaweza maliza kwa siku moja Qur'an. Na hasa hii unaweza fika wakati wa Ramadhani, wakati ambao tunasoma Qur'an vizuri. Kwa hivyo masala ya talabul ilm ni muhimu sana, na tujikaze katika kutafuta talabul ilm, at least tuipatie wakati mchache, hata kama ni wakati kidogo, lakini tujitahidi katika talabul ilm, kwa sababu hii yote ni kuwa uweze kufanya zile ibada kama alivyofanya Mtume alayhi salatu wassalam ibada. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam sala anatuambia sallu kama raitumuni usalli. Mathalan inakuja katika haji anasema khudhu anni manasikakum, na ibada zote. Kwa hivyo ili tuweze kujua ibada na namna ya kufanya ibada, tujifunze ndio tuweze kufanya zile ibada kama inavyotakikana. Na hii ndio ile dua ambayo kwamba kila siku tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tunaposema ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Unaposema ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka. Hii njia iliyonyoka ni njia ya kina nani? Siratal ladina an'amta alayhim, njia ya wale ambao Allah amewapatia neema, amewaneemesha. Na hao watu ambao walipewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala ni wakina nani? Minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kisha angalia baada dhalika madha taqul. Unaposema siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, unaomba Allah akujalie uwe katika njia ya wale ambao kwamba wameneemeshwa na Allah, na unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuweke mbali na wale ambao kwamba wamepotea adallun, na wale ambao wamekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Na haula limadha ghadiba Allahu alayhim wa limadha dhalla haula, kwa nini hawa wakasirikiwe na Allah na kwa nini hawa walipotea? Idha alimta hadha, utajua ya kuwa umuhimu wa talabul ilm, kwa sababu Allah anawaambia ya kuwa wale ambao kwamba haula alladhina ghadiba Allahu alayhim hum qaumun alimu wa lam ya'malu bi'ilmihi, ni watu ambao kwamba wamekuwa na elimu, wanajua lakini hawafanyi kazi na elimu yao. Kisha wale ambao wamepotea wanafanya amal lakini bila elimu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Mtume alayhi salatu wassalam na amraini huma fi qawlihi ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq, bilhuda wa dinil haqq. Qala ahlul ilmi alhuda huwa alilmu nafi, alhuda huwa alilmu nafi. Kisha wakasema ya kuwa arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq ni al-amal as-salih. Kwa hivyo la budda yajma' al-mu'min baina al-amrayn al-ilm wal-amal. فلذلك لما سئل بعضهم kuhusu al-ilm, ma huwa al-ilm, qala al-ilm huwa al-khashya. Elimu ni kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na atamuogopa Allah vipi kama hamjui Allah subhanahu wa ta'ala? Na idhan falidhalika al-Imam Sa'di rahimahullah katika sehemu nyingine katika manhaj as-salikin lamma arafa al-ilm qala al-ilmu ma'rifatu al-haqqi bidalilihi, qala al-ilmu ma'rifatu al-haqqi bidalilihi. Elimu ni nini? Akasema elimu ni kujua haki na dalili yake. Idha kunta ta'rifu al-haqq, huwezi jua ni haki bila kujua dalili yake. Kwa hivyo lazima ujue hii ndio haki na dalilu hadha al-haqq ni kadha. Hadha maana qawlihi ta'ala arsala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Idhan nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana.
Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Kisha baada dhalik utaashiria tu nadhani darasa yetu inshallah itakuwa kutoka baada salat mpaka 5 biidhnillah, nusu saa pekee yake, ili isiwe ni mrefu sana kwenu biidhnillah. Kwa hivyo kuhusu kitabu hii ambayo tunasoma, labda watu wengi wangependa kujua kuhusiana na kitabu hiki. Kitabu ambayo tunasema ni kifayatul muta'abbid wa tuhfatul mutazahid. Hii kitabu inazungumzia kuhusu fadhailul a'mal, labda na umuhimu wa fadhailul a'mal ni Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah kusherehesha hii kitabu ameeleza ya kuwa umuhimu wa fadhailul a'mal. Akasema inna fadhailal a'mal wa thawabal ibadat wa ma a'addahu Allah li ahliha min 'azim al-ajr wa jazil al-thawab wa ghufran al-dhunub babun 'azim min abwab al-'ilm. Babun 'azim من أبواب العلم جدير بالمسلم أن تعظم عنايته به لما يترتب على العلم به من المعونة للعبد على المحافظة عليها والاستكثار منها والمواظبة عليها. أنا سمع يقول فإذا يكون فضائل الأعمال. Kwanza anasema kujua fadhila za ilmu na thawabu ambayo kwamba mtu anapata akifanya hizi amali, na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake kutokamana na al-ajrul adhim wa jazili thawab wa ghufran dhunub, ya kuwa huyu mtu akifanya kadha anasamehewa madhambi yake. Sheikh anasema labda huenda ukafikiria hii si katika elimu muhimu, lakini Sheikh anakuambia babun adhimun min abwabi al-ilm. Hii ni katika abwab muhimu na ni katika min a'zami al-ulum. Alafu akasema jadiru bil muslimi an ta'dhuma inayatuhu bihi, bali anasema Sheikh hapa inatakikana, yani jadiru bihi ay aula bihi, anatakikana kujitahidi zaidi na yani himma yake iwe ni ya juu kuweza kufanya ihtimam na hadha al-bab, ili aweze kuelewa kwa nini haya yote, lima yatarattabu ala al-ilmi bihi min al-ma'unati lil-'abdi ala al-muhafadhati alayha. Mtu akijua ya kuwa nikifanya kadha wa kadha iko na thawabu kadha wa kadha, mtu anafanya bidii kufanya yale zile vitu ambazo ameambiwa, ili nini? Ili aweze kupata ile ajira. Kwa hivyo ukiambiwa ukifanya kadha wa kadha, mathalan mtu akisoma harf min kitabillah anapata nini? 10 mathalan ujur, yani harfu moja pekee yake. Hiyo inakufanya wewe ukikumbuka hii unataka kusoma nyingi ile fadhila, ili upate nini? Ajira nyingi zaidi. Kwa hivyo hiyo ndio Sheikh anakuambia, hii inakusaidia wewe kujua fadhail al-a'mal na fadhila ya hizi a'mal, inafanya wewe uweze kufanya ajira, yani uweze kufanya amali zaidi. Kisha Sheikh akasema, na hii ananukuu kutoka kwa katika kitabu Az-Zuhd li Ibn Dunya, anasema ya kuwa wa man lam ya'rif thawab al-a'mal thaqulat alayhi fi jami' al-ahwal. Anasema man lam ya'rif thawab al-a'mal, mtu ambaye kwamba hajui thawabu ya amali, basi hiyo amali itakuwa ni mzito kwake. Lakini mtu akijua ya kuwa hii kitu fulani ina ajira kiwango fulani, atafanya bidii aweze kufanya ile amal. Kama mfano tu, kama vile saizi ujue ya kuwa rak'atay al-fajr ni khairu min ad-dunya wa ma fiha. Ni kama sasa wewe kujua kuswali rak'a 2 kabla ya alfajiri ni bora kuliko dunia na yaliyomo katika dunia. Ukijua kuwa Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza ya kuwa rak'atay al-fajr ni khairun min ad-dunya wa ma fiha, hiyo itakufanya wewe ufanye nini? Kila siku ukiwa unalala, ukilala usiku, kumbuka ya kuwa rak'atay al-fajr
khairu min ad-dunya wa ma fiha. Hauwezi pitwa na salatu al-fajr, huwezi wacha salatu al-fajr. Kwa nini? Wewe kila siku utakuwa unakumbuka rak'atay al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha, na utafanya bidii uamke kabla ya sala uswali raka mbili, kwa sababu hii raka mbili ni bora kuliko dunia na yaliyoko katika dunia. Kwa hivyo hiyo itafanya sisi tuwe na bidii katika na ile uzito na ile uvivu iwe inaondoka ukikumbuka fadhila ya hii amali. Na shaka kaeleza hapa, wala qad kataba al-ulama fi hadha al-bab al-sharif kitabat kathira ufridat fi fadail al-a'mal. Shaka anatuambia ulama wametunga vitabu vingi ambavyo kwamba vinazungumzia katika fadail al-a'mal, idafatan ila mashtamalat alayhi dawawin as-sunnah min as-sihah was-sunan wal-masanid وغيرها من جمع لهذه الفضائل المروية عن رسول الله. يعني kukusanya yale ambayo kwamba yametajwa katika fadhailul a'mal. Vitabu ambazo zimetungwa, kuna hasa ambazo zimetungwa katika fadhailul a'mal. Nyingine ni zile ambazo kwamba kitabu sunan kama vile sahihain, sunanul arba'a, kitabu za al-masanid, zote kutub za hadithi zimetaja, nyingi zinataja fadhailul a'mal. Kwa hivyo shekha akasema wa min ahsani al-mukhtasarat, na kawaida ahlul ilm wanahusia katika kuanza talabul ilm. Unapoanza talabul ilm uanze na mukhtasaratul ilm. Tunapoanza kujifunza tujifunze kupitia katika vitabu ambazo kwamba za chini zenye ahlul ilm wamewekea wale wanafunzi wale wa chini. Ni kama vile unataka kupanda hii nyumba, huwezi anza kupanda hii nyumba kutoka juu, lazima uanze kutoka na stairs hizi za chini, sio ndio usonge pole pole step by step mpaka ufike juu. Kwa hivyo hiyo pia ndio elimu. Kwa hivyo katika ilmu la budda min al-bad'i min al-mukhtasarat. Falidhalika ahlul ilm wanasema hii inaingia katika linakuwa ni katika dukhulu, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza ya kuwa alipoeleza kuhusiana na watu kuingia katika nyumba na milango. Yani mtu akiingia, ukitaka kuingia na nyumba unaingia na mlango, lakini hauingii na dirisha. Kwa hivyo kuna kuingia katika milango ya elimu ni al-mukhtasarat, vitabu ambavyo kwamba vya chini. Ahlul ilm wametengea hivi vitabu kwa wale watu wa chini, wale ambao wanaanza. Kwa hivyo hiyo itafanya biidhnillah mtu asipoteze muda wake mrefu akianza na vile vitabu vya chini. Kitabu mwingine anazunguka, leo asome hii, akisha kesho asome nyingine, kesho mtu asome nyingine. Huyu akiendelea kusoma hivyo, amemaliza hiyo ya kwanza, step ya kwanza, anaenda step ya pili, anaenda step ya tatu, hivyo na biidhnillah atakuwa amefika, kwa sababu ako katika njia. Kwa hivyo lazima uwe kwanza, unataka kufika, lazima uende na ile njia ambayo kwamba itakufikisha, na uchague njia ambayo kwamba itakufikisha kwa ukaribu zaidi, kwa haraka zaidi, sio njia ambayo kwamba utazunguka uchoke kisha ndio ufike. Kwa hivyo hapa akasema wa min ahsani al-mukhtasarat allati ulifat fi hadha al-bab hadhihi ar-risala allati bayna aydina al-mawsuma bi kifayati al-mubtadi' kifayati al-muta'abbid wa tuhfatu al-mutazahid, na imetungwa na al-Hafidh المحدث الناقد الفقيه أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. الإمام المنذري ni al-Imam al-Ma'ruf, na jina lake kama ulivyosikia ni anaitwa kunia yake ni Abu Muhammad, na jina lake ni Abdul Azim bin Abdul Qawi al-Ma'ruf bil Mundhiri rahimahullah, na alizaliwa mwaka wa 581. Hiyo ndio mwaka ambaye amezaliwa, yani 581, na akafariki rahimahullah katika mwaka wa 656, yani 656. Hiyo ndio mwaka ambaye amefariki. Kitabu zake ambazo zimejulikana zaidi ni kama At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib ni nyingi inazungumzia masala ya katika fadhail al-a'mal. Sheikh anasema wa huwa ajma'u ma ulifa fi hadha al-bab wa awsa'uhu
Naam, Sheikh anasema hiki kitabu cha Targhib wa Tarhib ni kitabu ambacho kwamba imekusanya katika hii babu ya fadhailul a'mal, yani hii katika zile vitabu ambavyo imekusanya hii babu zaidi kuliko vitabu vingine. Na Sheikh akasema wala musannafatu ukhra adhima nafi'a min ashhariha akuna mukhtasar sahih Muslim. Al-Imam al-Mundhiri rahimahullah akuna mukhtasar ya sahih Muslim na akuna mukhtasar ya sunan ya Abi Daud na akuna al-jam'u baina as-sahihayn na akuna wa'amal al-yawmi wal-layla wa ghayri dhalika min al-musannafat an-nafi'a. Nadhani mpaka kufikia hapa sasa umeelewa umuhimu wa imani ya fadhailul a'mal, na pia umeelewa kitabu ambayo kwamba hii katika min afdalil kutub ambayo kwamba inazungumzia katika hiyo mlango. Hiki kitabu mara nyingi inatokea ya kuwa watu wanasoma kutub ambazo kwamba za fadhailul a'mal, lakini zipo na ahadith nyingi dhaifa, ahadith dhaifa na qisas mawdu'a. Vitu kama hivi Muislamu anatakikana kukaa mbali nayo, kwa sababu kuna ahadithi sahiha ambazo zinatosheleza na hii masala ya mtu kushughulika na ahadithi dhaifa. Kama vile sasa utasikia Sheikh anakuambia umuhimu wa hii risala, hadi risala afradaha fi bayani fadhailil a'mal wa ata biha mukhtasaratan wa qassamaha taqsiman jayidan mufidan. Anasema ya kuwa Sheikh ametunga hii kitabu kinahusiana na fadhailul a'mal na ameeleza kwa ufupi, kisha amegawanya hiki kitabu taksiman jayidan mufidan, yani amegawanya vigawanyo ambavyo kwamba ni mufid jiddan, utafaidika nayo inshallah. Kisha angalia hii ndio pati muhimu zaidi, walam yurid fiha illa ma sahha anhu sallallahu alayhi wasallam. Anasema hajaleta katika hii risala isipokuwa ahadithi sahiha. Hiyo ni ya kwanza. Fahiya khaliyatun min al-ahadithi dhaifa. Hiki kitabu haina hadithi ambazo kwamba ni hadithi dhaifa, na yote inazungumzia katika fadhailul a'mal. Kisha anakuambia fa kullu ma fiha thabitun an nabiyina alayhi salatu wassalam. Sheikh anasema hadithi zote zilizotajwa hapa yote imepokewa kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam na imethibiti. Wa majmu'u ahadithi hadhihi risala 89 hadithan. Hadithi ambazo ziko kwenye hiki kitabu ni ngapi? 89 hadithan, 89. Kwa hivyo hadithi yote iko kwenye kitabu ni hadithi ngapi? Hadithi 89 pekee yake. Kwa hivyo tujitahidi kila wiki at least baada ya muda mchache tutakuwa tumemaliza inshallah. Akasema anataka kueleza hizi hadithi za hizi المتفق عليه منها 42 hadithan. Hadithi ambazo zimetafaq alayhi katika hii risala, yani Bukhari na Muslim, ni hadithi ngapi? 42 hadithan, ni hadithi 42. Hadithi ngapi? Hadithi 40 na ngapi? Mbili. Unajua kitabu ya 40 ndio ni sawa. Kitabu ya 40 nao watu wanajulikana kama 40 hadithi, lakini ina hadithi ngapi? Ina 42, kama vile hizi hii idadi ni iko hapa. Kwa hivyo ina 40 nao iko na hadithi ngapi? Iko na hadithi 42, na Imam nao alikusanya hizo zikafika 42. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah akaongeza hadithi 8. Ukiongeza 8 itakuwa ngapi? 50, sio? Hizo 48 ilikuwa 42, akaongeza 8. Kwa hivyo zikafika hadithi ngapi? Hadithi 50, kisha akasherehesha hizo hadithi 50. Hiyo ni ya siku nyingine inshallah. Lakini kwa sababu tu imetajwa hapa 42 hadithi, tukakumbuka hiyo pia. Wa man faraja bihi al-Bukhari, zile ambazo hadithi ambazo ni Bukhari peke yake amepokea ni 6 ahadithi. Sawa? Zile zilikuwa 40 ngapi? 42 ni Bukhari wa Muslim. Hadithi 6 hizi ni za Bukhari peke yake. Wa man farada bihi Muslim 35 ni ngapi? 30 ngapi? 35. Daima tunaanza na 5 alafu tunakuja kwa 3. 35. Kwa hivyo hiyo ni 35. Itakuwa imefika hadithi ngapi? Matatu hapo msiki haipigi sawa na kwa hivyo tuko na hadithi 42
sio? Alafu baada ya 42 tuko na namba ngapi? 6, sio? 6. Alafu baada ya 6 kuna 30 na ngapi? 35. Kwa hivyo zitakuwa zimefika ngapi? 41. 53. Okay. Sawa. Anasema kisha baada dhalika anasema wa min kharij sahihain 6 hadithi. Kwa hivyo 6 tu hadithi. Zile ambazo ziko nje ya sahihain ni hadithi ngapi? 6 pekee yake. Katika hadithi ngapi? Hadithi zote tumesema ni ngapi? 89 ni 89. Kwa hivyo hadithi 6 pekee yake ndio haziko katika nini za Bukhari na Muslim kwa ujumla. Sawa. Fine. Leo tu peke yake tutamaliza. Leo tutachelewesha kidogo kutoka next darasa inshallah tutachunga time mpaka 5. Wakati ashara tunamalizia tu hii mukaddima na kumaliza. Wakati ashara al-muallif fi muqaddimati ila sabab at-ta'lif. Tukujua kwa nini al-Imam al-Mundhiri rahimahullah kwa nini alitunga hii kitabu? Limadha alafa hadha kitabu? Kwa nini alitunga hii kitabu? Sababu ni kuwa aliulizwa na ndugu yake, na tutakuja kusoma hiyo inshallah katika mwanzo wa kitabu hiko. Hiyo peji ya 9 mwanzo wa kitabu tutakuja kuiona. Kwa hivyo anasema ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Aba Ahmad Abdul Karim. Abdul Karim alimuomba ndugu yake ambaye kwamba anaitwa al-Imam al-Mundhiri akamwambia akutungie kitabu ambaye kwamba inazungumzia fadhili za amali. Kwa sababu ya kuitikia mwito wa ndugu yake akakusanya hizi hadithi ambazo zinazungumzia katika afadhali za amali, akatunga kisha akampatia ili aweze kuhifadhi na kuifanyia kazi. Hiyo ndio ilikuwa sababu at-ta'lif. Kwa hivyo hadi risala alati kataba al-Imam al-Mundhiri rahimahullah fi anasema Sheikh ilikuwa na baraka adhima na Mwenyezi Mungu ameipatia baraka na kuenea kwa kitabu. Inshallah katika darasa inayokuja tutaanza mwanzo wa kitabu hapa ambayo inaanza alhamdulillah rabbil alamin hada al-faqih al-alim al-muhaddith baqiyatul hifaz ila akhir. Kwa hivyo peji 9 inshallah hapo tutaanzia katika darasa inayokuja. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.